Tunaendelea na matangazo yetu. Kukumbusha tunaweza ukatupata kwenye app yetu ya Azam Max, lakini pia kwenye kurasa zetu at Azam TV TZ na TUTV TZ, na tuzungumze kuhusiana na huduma za umeme nchini na tuangalie uboreshaji wa miundombinu ambao unaendelea, lakini vile vile mchakato wa mita za kidijitali ama smart meter, ambapo sasa moja kati ya kiu kubwa ya watumiaji wa umeme, na ni wazi kwamba kila mmoja anahitaji umeme, anahitaji nishati ya umeme, ni kuona kwamba huduma nyingi zinatolewa kidijitali, hasa kuwa na mita za kidijitali, na wengine wamekuwa wakitaka kwamba akishanunua umeme basi moja kwa moja unakuwa umeingia na unawaka badala ya kuanza kwenda kuingiza kwenye mita na mambo mengine mengi ambayo yanaendelea ndani ya shirika la umeme. Tunaye hapa Engineer Nyanda Mlangwa ambaye ni meneja wa usimamizi wa mita. Karibu sana mhandisi. Lakini vile vile Steven Nyagawa ambaye ni afisa mifumo ya mita. Karibu sana brother. Asante sana. Mambo yako ndaje? Asante. Sasa tuanze na engineer kujua sasa hivi hasa ni mambo gani ambayo yanaendelea ndani ya shirika letu la umeme, hasa kwa upande wa miundombinu lakini pia matumizi ya mita za umeme. Shukrani sana ndugu watazamaji wa Tanzania. Tuko hapa asubuhi ya leo Azam TV kuhabarisha nini ambacho kinajiri kwenye shirika letu la umeme Tanzania, kwa maana ya uboreshaji wa miundombinu kuanzia kwenye uzalishaji, usafirishaji na usambazaji. Tumeendelea kufanya miradi mbalimbali kwa ajili ya kuboresha upatikanaji wa umeme, lakini pia kusafirisha umeme na kuweza kufikisha kwa mteja. Na nyinyi wenyewe ni mashuhuda kwamba uimarishaji wa miundombinu hiyo au uboreshaji umepelekea kwa kiwango kikubwa sana kwa upatikana kwa umeme wa uhakika. Kwa hiyo kwa sasa hivi wateja wetu wana uhakika wa kupata umeme unaotabirika kwa muda wote, na changamoto zimepungua sana za ukatikaji wa umeme. Kwa hiyo umeimarika umeme na unapatikana wa kutosha, na hii unapelekea kwa sababu ya namna ambavyo shirika limejipanga kuboresha miundombinu kwenye uzalishaji, kwenye usafirishaji na usambazaji. Lakini pamoja na hayo, pamoja na kuboresha miundombinu, limejikita pia kuboresha namna ya kumhudumia mteja kwenye mita, kwa maana ya mifumo ya mita. Kwa sasa hivi shirika limefanikiwa kwa kiwango kikubwa cha kuweza kuboresha miundombinu ya upatikanaji wa umeme kwa mteja kwa maana ya mita. Kwa sasa limeanza kutumia mita janja kwa maana ya smart meters. Mita hizi kwa maana tu ya definition, smart meters ni mita ambazo ni za kidijitali, ambazo pia zimewezeshwa kuweza kusoma matumizi ya mtumiaji na kuweza kutunza kumbukumbu kwa automatic, moja kwa moja, bila kutumia njia ya kibinadamu au kwenda kuchukua usomaji, na kuweza kutuma taarifa hizo kwa mtumiaji au kwenye shirika. Kwa hiyo mita hizi kwa maana ya Kiingereza tunaita smart meters na kwa Kiswahili tunaita mita janja. Hivyo shirika limefanya maboresho makubwa kwa maana ya transformation, kwanza tulipoanza mwaka 1961 mpaka leo, kwa vipindi mbalimbali ambavyo limepitia. Kwa hiyo tumefanikiwa sasa kufikia hitaji kuu la mtumiaji kuweza kuboresha kiwango cha mita ambazo zilikuwa zinatumika kwa kupima matumizi. Kwa mita hizi zimewezeshwa kwamba kuweza kuchukua matumizi na kuweza kutuma moja kwa moja kwenye shirika. Hivyo kwa wateja ambao wanalipa baada ya matumizi kwa maana ya postpaid, mita zao zamani tulikuwa tunasoma, mfanyakazi anatoka ofisini anaenda kwa mteja, anaenda kusoma matumizi, alafu anarudisha taarifa ofisini, alafu inachakatwa bili. Kwa hiyo kwa kupitia mita janja hatuhitaji kuwa na mfanyakazi kwenda kusoma tena hizo mita. Kwa hiyo mita inachakata matumizi, inayaona na kuyatuma moja kwa moja kwenye shirika au kwenye mfumo na kuweza kuchakata bili moja kwa moja, na hivyo sasa kutusaidia yale makosa ya kibinadamu ambayo yanajitokeza wakati wa uchakataji wa ankara za matumizi ya mteja. Lakini si hilo tu, tunaona kabisa kwenye watumiaji wa umeme, hususan kwenye ruku system au ruku meters. Mita hizi zinamwezesha mtumiaji, kwa maana ananunua umeme, anaingiza, kuna vile visimbuzi ambavyo vinatumika
vile visumbuzi vimekuwa vikisumbua sana, vinaharibika mara kwa mara. Kwa hiyo kwa kufanikiwa kuingia kwenye smart meters au kutumia mita janja, kwa hiyo umeme utakuwa unaingia moja kwa moja. Kwa hiyo mteja akinunua umeme kwenye simu, kwenye benki, kutumia mfumo wote, akiwa ndani, akiwa nje ya nchi, akiwa nyumbani, asiwe nyumbani, popote, akiwa barabarani, umeme moja kwa moja unaingia kwenye mita. Na tayari tumefanya majaribio yote, tumefanikiwa na tumeona ndani au chini ya dakika moja. Sasa shida ni kwamba tunaanza lini kaka? Na leo tarehe 5 tunafanya launching. Tunafanya launching ya kuweza kwa taarifu umma, kwa taarifa Tanzania na dunia kwamba sasa Tanzania smart meters on air. Na tayari tumeshaanza majaribio kwa muda mrefu na tumejiridhisha na tumeshaanza kufunga, na leo tunafanya uzinduzi rasmi leo tarehe 5. Nafikiri tutajikita hapo kuzungumzia huo uzinduzi, lakini pia hasa kujua kuanzia lini sasa watu wanaweza wakaweka umeme na moja kwa moja ukawaka. Lakini Hilda, na utaratibu pia wa kupata kabisa. Sasa Hilda, mwanzoni nilitambulisha ndivyo sivyo, naomba mniwie radhi, nitambulisha tena ndugu yangu Shamu Lamek ambaye ni kaimu meneja huduma kwa wateja. Shamu, karibu sana. Na wewe uko kwenye unasimamia idara muhimu sana, yani wewe ndio sisi tukiwa na concern yote manake tunakuja kwenye idara yako moja kwa moja. Unaonaje mwamko wa wateja wenu, lakini pia mwitikio katika maboresho mbalimbali ambayo yanafanywa na shirika? Asante mtangazaji. TANESCO kwanza ni shirika ambalo linasikiza wateja wake, na haya ambayo yanazungumzwa na mwenzangu ni matokeo kwamba sisi kama taasisi tunasikiliza kile ambacho ni hitaji la wateja, na wateja walikuwa ni hitaji lao kila siku kuhakikisha kwamba waweza kununua umeme popote walipo na ukaingia bila kuwasumbua. Kwa hiyo ambacho kimefanyika ni moja utekelezaji wa eneo muhimu kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo TANESCO kama taasisi ambayo inahudumia umma imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kwa hudumia wateja wake. Kwa kuna maboresho mbalimbali yamekuwa yakifanyika kwenye eneo kumhudumia mteja. Mtakuwa ni mashahidi, mnakumbuka miaka ya nyuma tulianza na NiConnect. Tukua tumetatua tatizo kubwa la wateja ambao kwa kihitaji kufanyia unganishaji wa umeme, lakini baadaye tukaja na mifumo mbalimbali, tukaja na namba za huduma kwa wateja ambazo ni bure. Kwa hiyo ni sehemu ya maboresho muhimu ambayo tulikuwa tukifanya, lakini hatujaishia hapo. Tumeendelea tukifanya pia maboresho kwenye usambazaji wa umeme ili kuhakikisha kwamba wateja wetu wanaenda kupata huduma ambayo ni ya uhakika. Kwa hiyo kwa hilo ambao umeuliza ni eneo muhimu, na hiki ambacho tunaenda kufanya leo ni sehemu ya jitihada za kuendelea kuhakikisha wateja wetu wanaenda kupata huduma pasipokuwa na usumbufu. Sasa amegusia hapa mhandisi awali kuhusiana na mita hizi janja, na tayari imefanya majaribio na kujiridhisha na leo mnazindua rasmi. Ni utaratibu gani ambao utatumika hasa katika kuwafungia sasa wale ambao watahitaji huduma hii? Mhandisi. Asante sana mtangazaji. Ni kweli leo tutakapofanya uzinduzi tutaweka pia utaratibu na kuwajulisha rasmi kwamba namna gani ya mita zao zinaweza kuwafikia na kuzibadilisha kwenda kwenye mita janja. Na tayari tumeshaanza kwa maana ya watumiaji ambao tayari wana umeme kuanza kuzibadilisha mita ambazo zimepitwa na muda, ambazo kuna mita ambazo zimesha expire tumeshaanza kuzitoa, na zile ambazo ni mpya wanaendelea kuzitumia, lakini tunahakikisha kwamba mita zote ambazo zilizopo ambazo sio mita janja baada ya muda fulani tutakuwa tayari zote tumefanikiwa kuzibadilisha na kuweza kuziweka mita janja. Kwa hiyo umegusia hapo mita ku expire, unamaanisha nini? Asante mtangazaji. Kwenye hizi mita ziko kama maisha ya mwanadamu. Mwanadamu maisha yake ya kuishi ni miaka 70. Kwa hiyo hata hizi mita tunazozitumia tunasema kila kifaa kina ukomo wa matumizi ya muda wake. Kwa hiyo sisi kwenye shirika la TANESCO hususan kwenye mita, ukomo wa maisha ya mita tunakadiria kuwa ni miaka 10. Kwa hiyo mita ikitumika miaka 10, hiyo imetakuwa imeshapitwa muda wa matumizi. Hata kama bado inafanya kazi, tayari itakuwa inafanya kazi, lakini si kwa ufanisi ambao unatakiwa. Kwa hiyo ikishafika miaka 10, watu na utaratibu wa kuziondoa na kuweza kuweka mita zingine ambazo tayari zina ubora na
ziko kwenye hali nzuri. Kwa hiyo mita ambazo tayari zishapita na wakati tunaziondoa, tunaweka mita janja, lakini tuna utaratibu ambao tumeuandaa mzuri kabisa wa kuhakikisha tunaenda mtaa kwa mtaa, kwamba tukianza mtaa huu tunatoa mita, tunaweka mita zote janja ili kuondoa ule usumbufu, na hivyo kuwafanya watu sasa kutokuwa na ule taharuki ya kuanza kuwahudumia wateja. Kwa hiyo tunaenda mtaa kwa mtaa ili kuhakikisha watu wote wanafikiwa na kutokuacha mtu. Okay. Kwa sasa itachukua muda gani mpaka watu wote sasa wanakuwa wako kwenye mfumo wa kutumia smart meter? Asante sana mtangazaji. Tufahamu kwamba leo hii shirika la TANESCO linao wateja wanaofika 5,600,000. Okay. Ambao tayari tunao ni wateja wetu ambao tunawahudumia mpaka sasa hivi na wanaongezeka kila siku. Kwa hiyo tumejipanga kwamba ndani ya muda mfupi ambavyo kadri ambavyo tutaweza kuwahudumia kila mmoja tuweze kuwa tumemfikia. Sasa muda mfupi muda mfupi muda gani huo? Kwa bila shaka mnapokuwa na project kama hii mnakuwa na mnafanya pilot kama hizo ambazo mshazifanya tayari, lakini pia mnakuwa na time frame, yaani muda ambao mnao set kwamba bana kwa jinsi ambavyo tumejipanga mpaka kufikia muda fulani angalau kwa asilimia fulani watu wao wamepata hii huduma ama iwe imeenea kwa kiwango fulani, ama kwa Watanzania wote labda kufikia muda fulani au mwaka fulani watu wote wawe katika mfumo huu. Inaweza ikawa ni sio lazima yatimie kwa 100%, lakini ni malengo ambayo yanawekwa. Nafikiri pia kwenye miradi mbalimbali inayokuwepo lazima kuwe na muda wa mradi wenyewe kuisha, sio? Nakushukuru sana mtangazaji. Hili swali ni mtambuka kidogo. Ni mtambuka kwa sababu sisi kama shirika, kama nilivyosema, tuna wateja 5,600,000. Hawa wateja tumewapata kwa muda mrefu, lakini kupitia hii project nimesema haitachukua muda mrefu, kwa maana inaweza ikachukua miaka 2, inaweza ikachukua miaka 3, lakini ndani ya muda mfupi, yani before 2030 tunahakikisha wateja wetu wote ambao walikuwa na mita za zamani tayari wanakuwa na mita janja, lakini kwa wateja wapya wao watakuwa wanapata mita moja kwa moja, wanapoomba umeme wanapata moja kwa moja, wanapata mita janja. Kwa hiyo kwa wale wateja wa zamani tutaendelea kuwabadilishia mita zao kwenda kwenye mita janja. Kama nilivyosema kwamba kuna mwingine atapata leo, tayari tunazungumza watu na mita janja tayari. Kwa hiyo wana mita hizo walishazipata, lakini kwa nini nasema muda mfupi? Kwamba kuna mwingine tayari tulishamhudumia, lakini kuna mwingine tunamhudumia leo, kuna mwingine tunamhudumia kesho. Lakini ndani ya muda usiopungua huu miaka 2 mpaka 3 up to 2030 tunahakikisha kwamba tunaamini mambo yatakuwa mazuri na wote watakuwa wameshafikiwa na hii huduma. Shamu, nini kitabadilika? Kwa mfano leo mkishafanya uzinduzi, nini wateja wenu wataanza kuona? Ni mabadiliko gani yataanza kuonekana? Asante. Mabadiliko ambayo yataanza kuonekana kama vile tangulia kusema, kuna wateja ambao wanapata mwanzoni changamoto ya vile vilimote. Kwa hiyo tunategemea kuanzia sasa zile purukushani ule usumbufu wa kuingiza kama betri haina nguvu au umekatika umeme, hauwezi kuingiza umeme wako mpya mpaka uweze kuwa na remote. Kwa hiyo huo usumbufu kwa wateja wetu unaenda kuondoka. Kwa hiyo tunategemea mapinduzi makubwa kwenye eneo hilo, lakini hiyo itaenda kupunguza malalamiko ambayo yalikuwa yakisababishwa na vile vifaa ambavyo vilikuwa vikitumika wakati huo kuingiza umeme. Kwa hiyo kile ambacho kinaenda kuonekana sasa hivi kitakuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi, lakini kwa wateja wetu kuhakikisha kwamba huduma inapatikana kwa wepesi na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tunaenda kupunguza malalamiko kwa wananchi wetu. Kutakuwa na gharama zozote za kuunganishwa tena ama kubadilishiwa hii huduma ya luku janja ama smart meter? Kwa kawaida tunapofanya mabadiliko ya mita, mfano kama mita ikiwa imeharibika, kwa kawaida huduma yetu ni ya maisha. Tunapokuunganisha kwa mara ya kwanza ili kubadilishia mita nyingine, huwa hakuna gharama nyingine. Lakini pia unapolipia kwa mara ya kwanza, gharama yako ndio hiyo ambayo unalipia. Kwa hiyo tutaenda kuunganisha kwa sasa hivi. Gharama ni ile ya kawaida ambayo tunatumia kwenye kuunganisha mteja anapokuwa amelipia kwa mara ya kwanza. Lakini pia tunapokubadilishia kwa wateja ambao wako ndani ya umbali wa mita 30 huwa ni 320,960. Kwa ni gharama ambayo inatumika kwa umeme wa njia moja. Lakini kwa wateja ambao ni wa umeme wa njia 3 kwa maana ya 3 phase huwa ni 912.
Kwa hiyo gharama zetu zimebakia kwa ni zile zile, lakini pia kama imekufa tunakubadilishia bure. Kwa kuna gharama itakayoongezeka. Kwa hizo mita janja ndio zitakuwa zinawekwa kwa namna hiyo na gharama zake zitakuwa ndio hizo. Ya, mita janja zinaenda kwa katika utaratibu wa kawaida wa TANESCO. Kwa kuna kitu badilika kwa maana ya utaratibu. Sasa nataka nijue hiyo transition itakavyokuwa, engineer. Watu si wana mita zao tayari wanazitumia zile za zamani. Sasa itakuwa ni kwamba ni option, mtu anayetaka smart meter atakuja ama yani hiyo transition mtaifanya vipi? Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kaona sasa kwa hizi gharama na kwa mazingira jinsi yalivyo, kwa hiyo tunaendelea kutumia mita ya zamani. Nataka kujua mmejipangaje kuhakikisha kwamba hiyo transition kutoka kwenye matumizi ya mita ambazo tunazitumia kwenda kwenye smart meter inakuwa smooth, lakini ambayo watu wenyewe wanaona kwamba ni kitu sasa ambacho wanaweza wakafanya bila kulazimishwa. Asante sana mtangazaji. Shirika tumejipanga kwamba kila mmoja anafikiwa kama nilivyosema, lakini kwa namna ambavyo mita yenyewe ilivyo ni tajio la kila mmoja, na ili kuondoa taharuki tunaomba wateja wetu wawe tu na subira, tunawafikia kwa sababu tumeanza, tunaenda mtaa kwa mtaa. Kwa hiyo kwa yule ambaye hajafikiwa lakini pia anataka kujua atafikiwa lini, ataweza kulaunch kuuliza kwenye mito yetu ya simu, lakini pia au kufika kwenye ofisi iliyo karibu naye ili kuweza kujua maeneo lini tutafika kwenye eneo lake. Lakini tunavyozungumza sasa hivi mikoa yetu yote Tanzania mita janja zilishaanza kufungwa na tunaenda kwa utaratibu kwa mtaa kwa mtaa. Kwa hiyo tukitoka mtaa huu tunaenda mtaa huu kuhakikisha hatumwachi mtu, ili watu wote wanafikiwa. Na hii si kwamba kuna mtu anahitaji kuna mwingine anahitaji. Kwa sababu tumeona shirika kulingana na faida za kuwa na mita janja. Kwanza inaondoa usumbufu kwa mtumiaji. Inaondoa usumbufu kwa maana ya kwamba ila ambavyo mwanzoni vile visimbusi akikishwa betri umeme ukiisha, maana yake alikuwa anapata usumbufu mpaka aende dukani, akaende atachukua muda, umeme umeshamwishia. Lakini hapa hahitaji tena kuchukua muda mrefu umeme akihitaji kununua. Kwa hiyo hiyo ni faida mojawapo. Lakini faida ya pili tunaona inapunguza changamoto ambayo inatokea. Kwa mfano watu wanakaa kwenye nyumba, labda kuna wapangaji. Unakuta kwa watu wanagombana kwa sababu mtu kishafika zamu yake. Kuna wengine walikuwa na tabia ya kuficha kale ka remote au ka remote kanacheza na watoto kanaharibika. Kwa hiyo hizi changamoto hazitakuwepo tena. Kwa hiyo ikishakuwa na mita janja inaenda kuondoa ule usumbufu na kuongeza mahusiano zaidi. Lakini pia mahusiano kwa shirika, kwa maana zile changamoto na kutafuta au kupiga simu kutoa taarifa zitapungua sana. Kwa hiyo mteja anaweza kujikontrol mwenyewe. Lakini kingine, faida ya tatu ni kwamba hii mita janja inamwezesha mtumiaji kwa maana ya kuweza kufuatilia matumizi yake mwenyewe. Anaweza kucontrol kwa maana ya inaopunguza ule udanganyifu. Tunaona kwamba kuna watu leo hii, kwa mfano mtangazaji huko hapa studio, lakini kule nyumbani unaweza ukajua ukiwa na mita janja kwamba sasa hivi nini kinatumika, matumizi yangu ya sasa hivi ni kiasi gani. Kwa hiyo inasaidia sana kuleta ufuatiliaji au kuondoa udanganyifu. Na kuna wengine walikuwa na biashara ziko mkoani, ziko mbali, lakini wale wasimamizi wanakuwa ni wadanganyifu kwa mabosi zao. Kwa hiyo mita janja itamsaidia sasa tajiri akiwa popote pale anaweza kufuatilia kuona matumizi ya nyumbani kwake, kuona matumizi ya kwenye biashara yake. Kwa hiyo itamrahisishia kuondoa zile gharama ambazo si za msingi. Kwa hiyo inamuongezea faida. Kwa hiyo inakuza kipato kwa haraka. Lakini kingine, inatusaidia kama shirika kuweza kuona changamoto ambayo inatokea. Kwa mfano sasa hivi ikitokea changamoto labda kwenye transformer, ni lazima wateja wapige simu au umeme ukosekane kwa mteja, itachukua muda kidogo ili kuweza kumfikia. Lakini tunapofunga mita janja, inapotokea hitilafu, tayari taarifa tunakuwa nazo moja kwa moja kwenye mito yetu ya simu na kuona kwenye mifumo, na inachukua muda mfupi zaidi kwenda kutatua changamoto na kujua nini ambacho tunaenda kukitatua, kwa sababu tayari tumeshakiona na kimeshatupa taarifa. Lakini faida nyingine tunaona sasa hivi nchi yetu watu wamehamasika kufunga sola. Watu wanafunga sola kwenye nyumba zao, wanafunga sola, kuna mitambo ya kuzalisha umeme kwa sola. Kwa hiyo tukiwa na mita janja inatusaidia kuratibu taarifa sahihi kwamba
ni muda gani sola alikuwa anatumia, ni muda gani umeme ulikuwa unatumika wa TANESCO, ni muda gani ulikuwa unatumia wa generator. Kwa hiyo taarifa zile tunaziona moja kwa moja. Kwa hiyo inaondoa sasa ile changamoto ambayo tulikuwa tunaiona kwamba kutokujua taarifa kwa sahihi ni kitu gani ambacho mteja alikuwa anatumia kwa wakati gani. Kwa hiyo smart meter inatusaidia kuweza kuintegrate na mifumo mingine ya uzalishaji. Lakini kingine inatusaidia sana mita janja kufanya integration, kwa mfano kwenye tunapouziana umeme. Tunaona nchi yetu imepakana na nchi nyingi. Kwa hiyo na sasa tuna mpango wa kuintegrate na South and West Southern Power Pool. Tutapo integrate kwa nini ambacho kitatufanya sasa tujue umeme gani unakuja, umeme gani unatoka. Kwa hiyo kupitia smart meter itatusaidia sana kuweza kusoma na kujua kila ambacho kinaingia na kutoka. Lakini kingine kwa wenzetu wameshaenda mbali zaidi, wanatumia tunaita time of use tariff. Na sisi huko ndio tunakoelekea, na nchi yetu muda si mrefu na sisi tutafika kwa muda huo. Kwa mfano unaona kwenye mitandao ya simu kuna wakati fulani wanakuambia sasa hivi kuna promotion, atakayetumia muda, atakayepiga simu kuanzia saa fulani matumizi yatakuwa labda shilingi kadhaa. Kwa hiyo ukiwa na mita janja inakusaidia pia kuseti na kuweza kufanya hiyo monitoring vizuri. Na sisi kwa kuwa na mita janja sasa itatusaidia pia kuweza kutupeleka kwenye kuboresha zaidi huduma zetu na kuweza kutuwezesha kwenye hiyo time of use tariff. Na wakati mnafanya mabadiliko kwa wale ambao walikuwa labda na units zao tayari wamenunua katika mita za awali, zitahamishwa katika hii mita mpya ama itakuwaje, watazipoteza? Asante sana mtangazaji. Hii mita ina matumizi yale kama ile mita ya kwanza. Na tunapobadilisha hapo tunaweza kufanya transfer ya zile unit ambazo zilikuwa kwenye mita ya kwanza. Kama mtu alikuwa na unit zake 2, unit zake 1000, unit zake 200, yani hapo ndani ya hiyo siku tumebadilisha mita, zile unit zote zitakuwa zimehamia kwenye ile mita ambayo tayari tumemfungia mita janja na zinaendelea kutumika kama kawaida kama ambavyo zilikuwa zinatoka kwenye mita ya awali. Sasa kwa ambao watakuwa muda ambao unawafikia watakuwa hawana uwezo wa kumudu hizo gharama, inakuwaje? Hakuna gharama ambayo inatumika. Kama tulivyosema toka awali, tumebadilisha mita, hakuna gharama inayotumika, lakini ile mita inapokuja inakuwa na unit za mwanzo. Kwa hiyo wakati tunaifunga umeme unawaka, ni kutoa na kuweka nyingine inawaka, lakini nafanya process ya kuweza kutransfer hizo unit kuja kwenye hii mita nyingine. Ni kitendo ambacho hakichukui muda, ni kitendo cha muda mfupi. Kama tunavyosema smart meter tumejipanga kidijitali, ni kwamba mambo yote yanaenda vizuri, yanaenda kwa kumbe gharama zilizokuwa nasema Shamu ni zile ambazo mtu alishatumia kwenye maombi ya umeme ya awali. Yes. Kwa mtu mwenye mita yake atabadilishiwa tu, atawekewa ya nyingine. Sawa kabisa. Na mnadhani sasa hatua hii Shamu italisaidia vipi shirika? Tumezungumza sana upande wa wateja kwamba itarahisisha na vitu kama hivyo, lakini nyinyi kwenye shirika ni faida gani mtazipata kwa haya mabadiliko? Asante. Kama shirika hii inaenda ni hatua muhimu. Kama kuna upotevu wote ambao ungeweza kutokea kwenye mita na usione, kupitia mita hii tutakuwa tunaweza kuiona. Kama vile ambavyo inamwezesha mteja kuweza kuangalia matumizi yake yote anayofanya kwenye mita, hata sisi kama shirika tutakuwa tunaweza kuona chochote ambacho kinaendelea kwenye mita hii. Kwa hiyo kwamba kama kuna mita ambayo haiendi vile ambavyo itakiwa kwenda au imepata changamoto aina yote, wataalamu wanaweza kaiona bila kulazimika kufika site kama ilivyokuwa kama sasa hivi. Sasa hivi wateja wote ambao wanazungumzia zaidi ya 5,600,000 ilazimika waweze kwenda kuwafuata waliko nyumbani kwao. Lakini tutakuwa tunaweza na sisi kuiona kwa ukaribu. Kwa kama unaweza kuona kwa ukaribu, ni rahisi kuweza kukabiliana na hujuma za aina yoyote ambazo zinafanyika kwenye mita. Kwa hiyo hii inaweza kwenda kuwa hatua muhimu sana kwenye kuongezea shirika mapato kwa kuokoa upotevu ambao wakati mwingine ulikuwa unatokea kwa siku za nyuma. Sawa kabisa. Na pamoja na swala hili la mita ambalo mtaenda kuzindua leo kama ambavyo mmetueleza, kama kwa upande wa huduma za wateja, taarifa zimekuwa zikitolewa pia kupitia njia ya ujumbe, na kulikuwa na swali hapa kuhusiana na pale ambapo mnasema kuna maboresho yanafanyika na hakutakuwa na umeme kwa wakati fulani. Yanakuwa zaidi ni maboresho gani ambayo hufanyika? Nashukuru. Tunapofanya maboresho na tunapowataarifa wateja wetu, yapo maboresho ya aina nyingi.
kama tunavyofahamu kwamba umeme wetu ili uweze kupatikana kwa mteja lazima uzalishwe, lazima usafirishwe, lazima usambazwe, na unapopita kote huku ni vifaa vinatumika. Kwa hiyo yawezekana tunafanya maboresho kwenye mtambo wa kuzalisha, yawezekana tunafanya maboresho kwenye mtambo unaosafirisha, yawezekana tunafanya maboresho kwenye transformer ambayo inasambaza umeme kwa mteja, au miundombinu baada ya transformer kwenda kwa mteja, au tunafanya maboresho kwenye mita ya mteja husika. Kwa hiyo vifaa hivi vyote vinahitaji matengenezo. Kwa pale ambapo tunahitaji kufanya matengenezo na ya lazima tuweze kufanya kusitisha huduma kwa muda ili kuwezesha hayo maboresho yafanyike, tunafanya hivyo. Lakini pia shirika tunaenda kwenye hatua nyingine kwamba tunakoelekea sasa tunafanya maboresho wakati umeme ukiwa unawaka, na lenyewe pia tutawaeleza likishakamilika, tunaanza matengenezo kufanya umeme ukiwa unawaka moja kwa moja, na tayari tumeshaanza majaribio na tuko kwenye hatua. Tukishakamilisha pia tutakuja kueleza Watanzania na kuweza kuona sasa tuko katika hatua gani ili kuweza kujua nini ambacho kinaendelea, na tunalenga zaidi kuweza kuboresha hizo huduma, lakini pia kuongeza efficiency ya huduma, lakini pia ya matumizi kwa wateja. Niongezee tu kidogo kwa zile faida kwa shirika kwamba hii kupitia hizi smart meter shirika linapata faida gani. Najua zile visimbuzi vinavyoharibika vinaongeza gharama kwa shirika, lakini pia kunapokuwa na mito ya simu kwamba kuna changamoto kwa mteja, inachukua muda kidogo kuweza kujua changamoto ni nini. Kwa hiyo tunapokuwa na mita janja, kwanza zitatusaidia kupunguza gharama, operation cost itapungua, kwa maana tutapunguza kununua visimbuzi vinavyoharibika mara kwa mara, kwa maana mteja akinunua umeme moja kwa moja unaingia kwenye mita, na kisimbuzi kitakuwa tu kama kipo kwa ajili ya backup na hakitumiki mara kwa mara, kitatumika pale ambapo labda patahitajika. Lakini kingine ni kwamba tunapojua kutokea ofisini nini ambacho kinatakiwa kikafanyike kule kwa mteja, kwa hiyo inapunguza ule muda wa kuokoa na kurudisha huduma. Kwa hiyo inatuongezea efficiency kubwa kwa maana ya upatikanaji wa huduma, lakini pia inatuongezea mahusiano kwa mteja. Mteja tunazidi kumsogelea zaidi na kumboreshea zaidi na kumuondolea kero zaidi. Kwa hiyo tunamwashua sasa kwamba reliability ya umeme inaenda kuongezeka pia. Lakini kingine tunaona kwamba kupitia integration ya mifumo mbalimbali, sababu sasa hivi maboresho yanatokea, wateja wanazalisha umeme, huku kunatokea kuna hiki. Kwa hiyo tunaweza tukafanya integration, na kwa sababu tuna uwezo ukishafanya integration kila kitu unakiona. Kwa inaturahisishia sasa hata kupredict what can happen tomorrow, hata kwa wateja nini kinatokea. Mwenzangu amesema kuna upotevu ulikuwa unatokea kwa maana ya kupitia miundombinu, kuna watu walikuwa na hujumu au upotevu unatokea. Tunaweza kuona upotevu kwa haraka kupitia hiyo miundombinu na kupitia hizo mita janja zitakuwa hizo taarifa. Asante sana mhandisi. Tunapomalizia Shamu, ujumbe wenu kwa hata watu ambao mnawapa huduma wateja wenu ni upi? Ujumbe wetu ni kuwa TANESCO tuko tayari, na TANESCO ni taasisi ambayo ni sikivu na ipo tayari kuhudumia wateja wake. Inapotokea malalamiko, TANESCO haikai kimya, inafanyia kazi, na hii ni ishara kwamba kila hatua inalenga kumsaidia mwananchi ili kuweza kupata huduma ambayo ni rafiki na ambayo ni nafuu. Kwa hiyo kile ambacho kinafanyika ni ishara kwamba TANESCO ni sikivu na itaendelea kuwasikiza wananchi wake, lakini pia inakusudia kwenda kuwahudumia kwa ubora, lakini pia kuwapunguzia usumbufu na muda ambao kunatumika kwenye kuwahudumia. Kwa hiyo wananchi na wateja wetu waendelee kutuamini na waendelee kulipa ushirikiano shirika la umeme Tanzania, lakini pia wanapoona kwamba kuna jambo ambalo linafanyika ambalo kwa namna moja au nyingine linahatarisha upatikanaji wa huduma au likiingiza shirika kwenye hasara, wasisite kuwasiliana na TANESCO, lakini pia kutoa ujumbe kwa TANESCO kwamba kuna jambo linafanyika, wakijua kwamba shirika hili ni la umma na ni la kwetu wote. Kama ni umma, maana wao ni sehemu ya shirika hili, kwa tunawajibika wote kulinda rasilimali na miundombinu ya shirika hili. Asante. Asante sana Shamu Lameck, tunakushukuru pia mhandisi kwa kutujuza kuhusiana na hili, mhandisi Nyanda Mlagwa, na tunakamilisha hivyo kubwa.